Taifa haya yanayotoka Uarabuni, maana yake unatakiwa sasa hivi kulinda mtaji wako usije ukapotea. Viwanjani, Tottenham yajiweka katika hatari ya kushuka daraja. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisoma kwako nami Leila Muhammad. Rais wa Marekani Donald Trump ameitaka Iran ijisalimishe bila masharti. Ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii Truth Social kwamba hiyo ndiyo njia pekee ya kumaliza uhasama. Amesema baada ya Iran kukubali kushindwa, inapaswa kuchagua kiongozi mpya ambaye atakubalika kwa utawala wake. Aliongeza kuwa Marekani na washirika wake watafanya kazi pamoja kujenga upya uchumi wa nchi hiyo. Aidha, amesema kwamba Iran itakuwa na mustakabali mzuri na itakuwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali. Israel na Marekani zimeendelea na mashambulizi makali dhidi ya Iran, huku mji mkuu Tehran ukitikiswa tena na milipuko mikubwa. Jeshi la Israel limesema limeanza awamu mpya ya vita likilenga kile lilichokiita miundombinu ya utawala. Pia limewaambia wakazi wanaoishi ndani na karibu na eneo la viwanda katika mji wa Qom kusini mwa Tehran kuondoka eneo hilo mara moja. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa X, jeshi la Israeli limesema litaanza operesheni katika eneo hilo kwa muda wa saa chache zijazo. Shirika la Msalaba Mwekundu la Iran limesema zaidi ya watu 1000 wameuawa hadi sasa katika mashambulizi ya Marekani na Israel ambayo yalianza siku ya Jumamosi. Kadri Israeli inavyozidisha mashambulizi ya mabomu nchini Lebanon, mashambulizi ya anga katika vitongoji vya kusini vya Beirut ambavyo ni ngome ya Hezbollah inayoungwa mkono na Iran yamesababisha uharibifu mkubwa. Jeshi la Israeli linasema limelenga kituo cha mawasiliano na ghala la ndege zisizo na rubani. Siku ya Alhamisi, jeshi la Israeli liliwaamuru makumi ya maelfu ya watu katika kitongoji cha Dahiyeh mjini humo kuondoka majumbani mwao, hali iliyowafanya wakazi kukimbia kwa hofu. Wengi walikesha usiku barabarani na ufukweni. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam ameonya kuhusu janga la kibinadamu. Amesema kuhamishwa kwa watu kwa wingi kunaweza kuwa na athari ambazo hazijawahi kushuhudiwa, na akatoa wito wa msaada wa kibinadamu. Today we appeal to you. Leo tunatoa wito kwenu, marafiki wa Lebanon, mtuunge mkono katika juhudi hizi na kudai kwa sauti kubwa na ya wazi kwamba Israeli ikomeshe mashambulizi ya kijeshi yanayosababisha watu kuhama makazi yao. Ni muhimu pia kwamba miundombinu ya Lebanon iokolewe na isiharibiwe. Aidha, msaada wowote mtakaoweza kutupatia katika kutoa misaada kwa wananchi ni wa thamani kubwa kwetu, na tutaendelea kuwashukuru kwa msaada wenu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ripoti mpya ya shirika la Amnesty International inasema kwamba wanawake na wasichana katika eneo la magharibi mwa Oromia nchini Ethiopia wamekumbana na ubakaji, utumwa wa kingono na kuhamishwa kwa nguvu kufuatia mzozo unaoendelea katika eneo hilo. Utafiti huu unaangazia unyanyasaji unaohusishwa na mapigano kati ya Oromo Liberation Army OLA na Ethiopian National Defence Forces ENDF ambao umeendelea tangu mwaka 2019. Yusuf Mazimu anaeleza zaidi. Amnesty International ilihoji manusura 10 kutoka eneo la Kelem Walaga magharibi mwa Oromia. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, 7 kati yao walikuwa chini ya umri wa miaka 18 wakati mashambulizi hayo yalipotokea. Manusura walisema kwamba walitekwa nyara, kupigwa na kubakwa mara kwa mara, wakati mwingine kwa siku kadhaa hata wiki nzima. Baadhi ya manusura waliripoti kuwa wapiganaji walichoma nyumba zao na kutishia kuwaua wale ambao walikataa kuondoka. Mzozo katika eneo hilo la Oromia, ambao ni eneo kubwa zaidi nchini Ethiopia, umesababisha mateso makubwa kwa raia wa nchi hiyo. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yanakadiria kwamba zaidi ya watu 100,000 wamehamishwa makazi yao katika eneo la Kelem Walaga pekee kwa sababu ya mzozo huo. Indonesia imesema itapiga marufuku watoto walio chini ya umri wa miaka 16 kutumia mitandao ya kijamii, ikitaja hatari kama pornografia mitandaoni, unyanyasaji, udanganyifu wa mitandaoni na uraibu wa interneti. Waziri wa mawasiliano Meutia Hafid amesema akaunti za watoto kwenye majukwaa ya kidijitali yenye hatari kubwa kama YouTube, TikTok na Roblox zitaanza kufungwa kuanzia tarehe 28 mwezi wa Machi. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha sera za ulinzi wa watoto katika taifa hilo lenye takriban watu milioni 280.
Marufuku ya Indonesia inafuatia hatua sawia na ile iliyochukuliwa na Australia, ambayo ilikuwa nchi ya kwanza kuwazuia walio chini ya miaka 16 kutumia mitandao ya kijamii mwezi Novemba mwaka 2025. Hungary imesema itawafukuza raia 7 wa Ukraine waliokuwa wamezuiliwa kwa tuhuma za utakatishaji wa fedha. Wanaume hao walikamatwa walipokuwa wakisafiri katika magari mawili yakiripotiwa kubeba mamilioni ya dola na euro pamoja na kilo kadhaa za dhahabu. Ukraine ilishutumu Hungary kwa kuwashikilia raia wake mateka na kudai waachiliwe mara moja. Waziri wa mambo ya nje Andriy Sybiha amesema wanaume hao walikuwa wafanyakazi wa benki waliokuwa wakisafiri kupitia Hungary kama sehemu ya huduma za kawaida kati ya Austria na Ukraine walipokamatwa. Mahusiano kati ya nchi hizo mbili yanaendelea kudorora kwa kasi, huku Budapest ikishtumu Kiev kwa kukatiza usambazaji wa mafuta ya Urusi. Hungary inaendelea kudumisha uhusiano wa karibu na Urusi. Hii ni BBC. Na taarifa ya habari za dunia imesomwa na Leila Mohamed. Matangazo haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa Tanzania, tusikilize kupitia Bod FM, Radio Kwizera, CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Loliondo FM na Zenji FM huko Zanzibar. Ukiwa nchini Kenya, tupate kupitia Mast FM, Mwenedu FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM na Gulf Radio. Nchini Uganda ni Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa uko katika maeneo hayo, unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Vilevile unaweza kutupata mubashara kwenye tovuti ya BBC Swahili pamoja na ukurasa wa Facebook wa BBC Swahili. Hii leo uko nami Hamida Abubakar nikiwa Nairobi, Kenya. Tuanze matangazo yetu na taarifa kutoka Mashariki ya Kati ambapo Israel na Marekani